Yes, bwana mambo vipi? Ili wa kwanza kupata habari za michezo na burudani, subscribe katika peji yetu, utakuwa umetisha kinoma noma. Bwana, timu ya Yanga ilikuwa na mechi yake zile JS Kabylie. Ni mechi ambayo ilikuwa kwa upande wao ni mechi ya muhimu kwa sababu walikuwa wanahitaji washinde, huku wakiangalia matokeo ya FAR Rabat na Al Ahly yatakuwaje ili waweze kupita kwenda katika hatua ya robo finali. Lakini matokeo kwa FAR Rabat na Al Ahly yalienda Ali Jojo na matokeo yakaisha 0-0, hivyo Yanga akawa ameanguka katika hatua ya makundi. Kwa mara ya pili mfululizo Yanga ameshindwa kuvuka kwenda katika hatua ya robo finali, na hapa niko na mchambuzi wa masuala mazima michezo na burudani, atakuja kudadavua kiundani swala zima la Yanga kwa nini wameshindwa kwenda katika hatua ya robo finali misimu miwili mfululizo. Kwanza kabisa Yanga wapongezwe kwa jambo walilofanya, sababu Yanga watu wakutegemea kabisa timu ya Yanga kuja kupata goli 3 katika hii mechi, kwa sababu ilikuwa ni mechi ngumu sana. Alafu kwa wewe walikuwa wanategemea kabisa wakishinda magoli 3 itakuwa ni sehemu nzuri sana ya kukaa na kufuzu katika hii sehemu walipo. Lakini vile vile mtu alikuwa anamtegemea kule apoteze, wametoka through, kwa hiyo imekuwa ni kitu fulani hivi imewaangusha. Lakini kwa upande wa pili na Yanga wamejituma sana, wamepambana na wamefanya kile walichoambiwa na walichukua wanataka mashabiki wakifanye. Yanga wamekifanya na wapo sehemu nzuri. Kwa hiyo naona kabisa Yanga ni timu bora. Yanga ni timu bora sana, imecheza vizuri, imeperform vizuri sana, imetaka vile mashabiki walivyokuwa wanapenda wafanye na wamemaliza mechi vizuri. Kwa hiyo Yanga wapongeze sana, hata kama hawajafuzu wapongeze sana. Kwa namna moja ama nyingine, wewe umeonaje vile vile performance ya Depo, kutokana ni mechi ambayo ilikuwa ya mahamuzi na Yanga katika hatua za makundi, katika mechi 5 ambazo wamecheza walikuwa wameshinda magoli 2 tu. Performance ya Depo katika mechi ambayo amefunga magoli 2 yeye mwenyewe unaionaje? Depo ni mchezaji mzuri ambaye anajituma na pia anajua anafanya nini akiwa uwanjani. Kwa hiyo sijakuwa na wasiwasi sana kwa Depo, kwa sababu nilijua kabisa Depo ni mchezaji ambaye anakupa kitu akiwa uwanjani. Kwa hiyo Yanga upande wa pili kumpata Depo, kuwa na mtu kama Depo ni jambo zuri sana na ni jambo la heri, kwa sababu ni mchezaji anaujua mpira na watu wengi sana hawakutegemea kama Depo atakuja kufanya vibaya. Tunajua kabisa ni mchezaji mzuri, lazima tu angetupia goli, angewapa ushindi Yanga Afrika. Kwa hiyo naona Depo ni mchezaji mzuri sana, anajua kupambana, analijua goli, kwa hiyo anapongezwa sana kwa kitu alichokifanya katika hii mechi. Tulimuona pia Pacome katika mechi alianza kwa performance nzuri, lakini alikuja akaumia. Wewe unadhani Pacome alipata injury ya serious mpaka aweze kutoka, au alijivunja kutokana na mechi iliyopita dhidi ya FAR Rabat? Mechi ile ni Pacome alilaumiwa sana kwa sababu alikuwa na maamuzi ya slow sana. Kwenye mechi hii wewe umeonaje, Pacome alijivunja au ni kweli aliumia ndio maana ameshindwa kuendelea na mchezo? Hapana, Pacome kwanza ni mchezaji ambaye kuumia ni jambo ambalo hana kabisa la kujiumiza kusema sija amesingizia kuumia kwa sababu mechi ngumu. Pacome ni mchezaji ambaye anapenda sana mechi ngumu yeye kuzicheza na kuibeba timu. Kwa hiyo kwa issue iliyotokea hii Pacome kuumia ni issue serious kabisa, kwa sababu Pacome alikuwa amepata maumivu makali mpaka akawa analia pale chini. Kwa hiyo unaonyesha kabisa Pacome aliumia serious. Kwa hiyo Pacome hata alivyokuwa amedondoka pale anaugulia maumivu, kuna mashabiki waliumia sana, wakajua kabisa ni mchezaji fulani anatoka mbaya, anajua kupambana, kuipambania timu anatoka, kwa hiyo timu itakuwaje sasa. Lakini kwa kocha amechanga karata vizuri, Pacome ametoka lakini timu bado ikawa vizuri na ikapata ushindi wa goli 3, mshindi mnono. Kwa hiyo kwa kuumia Pacome sio kusema eti ametoka amekimbia mechi, hapana. Pacome tunamjua kila siku, tunajua mechi ngumu yeye ndo anazibebaga nini, anakuwa ni mchezaji ambaye anabeba sana timu. Hata kwa kuumia jana imeonyesha kabisa ni mchezaji ambaye ameumia kwa kupambania timu, kwa sababu tumeona kabisa pale alikopa anaenda kufunga goli kipa kwa mkwatua. Kwa hiyo inaonyesha kabisa alikopa anaenda kufanya madhara katika wapinzani, lakini vile vile ndo akapata majeruhi. Kwa hiyo mimi nampongeza sana Pacome kwa kujituma kwake. Cha pili, sio mchezaji ambaye anaweza akajivunja tu akasingizia timu ngumu ili atoke uwanjani, hapana. Yeye alipata majeraha ya serious kabisa. Na vile vile kwa upande wa pili kulikuwa kuna mechi inaendelea muda mmoja, Al Ahly dhidi ya FAR Rabat. Nakumbuka mechi ya FAR Rabat dhidi ya Al Ahly ambayo ilifanyika nchini Morocco, mashabiki wa FAR Rabat waliofanyia fujo wachezaji wa Al Ahly. Na mechi ya jana Al Ahly aliruhusiwa kujaza uwanja full house, mashabiki akiwa pale Cairo International Stadium dhidi ya FAR Rabat. Lakini mechi ile iliisha kwa sare, japokuwa watu wengi waliona kama Al Ahly ana uwezo wa kushinda ili aje alipe kisasi ambacho alifanyiwa kule akiwa Morocco. Alirushiwa makopo uwanjani. Wewe unaionaje mechi ya Al Ahly
Al dhidi ya FAR Rabat. Unadhani ilikuwa ni mechi ya kimkakati au kuna mpango wote ulikuwa na ndio maana mechi ilimalizika kwa sare ya 0-0? FAR Rabat na Al Ahly ni watu ambao tuseme ni Waarabu ambao wanajuana sana. Kwa hiyo nilijua kabisa hii mechi itakuwa ni through kwa sababu wao ni watu ambao wanakaa mezani wanaongea. Tunajua hizi ni timu kubwa ambazo zetu za Waarabu wanakuwa na upendeleo sana. Kwa hiyo mimi navyoona ile mechi ilikuwa kimakakati kabisa kwa sababu Yanga yeye ushindi wa kupata hapa nyumbani alikuwa lazima ashinde. Kwa hiyo kule Al Ahly naona kama alimlegezea fulani tu kwa sababu Al Ahly hawezi akasema anashindwa kumfunga yule jamaa. Kwa hiyo mimi naona ile mechi ilikuwa kimakakati ya Yanga tu kutoka kwa sababu Yanga ni mtu mweusi, wameona waingie wenyewe Waarabu kwa Waarabu. Kwa hiyo mimi navyoona Yanga amecheza mpira mzuri, hata kama pale Al Ahly wamependeleana na mwenzake kule wamepata through, yote ni heri. Huu ni mpira na Yanga ataendelea kupambana na kujituma. Kwa mimi naona kwa mpira aliocheza Yanga ni mzuri sana na amecheza bora sana, hajaangalia mpinzani wake watatokaje. Yeye kaangalia nyumbani apate ushindi, aweke timu yake heshima. Na kweli heshima imejitengeneza kwa wana Yanga. Sasa hivi ukiongelea Yanga ni timu bora sana ambayo sasa hivi imejiweka kwenye sehemu fulani. Kwa hiyo naona Yanga ipongezwe sana kwa hicho. Kwa hiyo kumwangalia Al Ahly alichokifanya kule sio swala. Tuache ni jambo la mpira, lakini kwa upande wa pili Yanga wamejitahidi sana na wapongezwe. Lakini vile bwana, mechi ilikuwa kwa upande wa Yanga dhidi ya JS Kabylie. Baada ya kumalizika kwa JS Kabylie kufungwa goli 3-0, mashabiki wa JS Kabylie wameonyeshwa kwamba hawajalizishwa na matokeo, japokuwa timu yao ilikuwa haina uhakika wa kufuzu kwa sababu ilikuwa imeshatoka kabisa katika mashindano, bado walikuwa wanakamilisha ratiba. Walionekana mpaka wakimpiga kocha wao. Wewe unadhani kwa nini mashabiki walimpiga kocha wao? Ni kwamba hawakulizishwa na wao kufungwa magoli 3 na timu kama Yanga, au kuna kitu gani ambacho kilisababisha itokee hivyo? Mashabiki lazima wawe na uchungu katika timu yao ukiona inapoteza. Tunajua wenyewe kwa Waarabu tushazoea sana, Waarabu wakipoteza mechi moja, mechi inakuwa ni ngumu sana. Hata kama mechi ikiwa haina umuhimu, mashabiki wanapenda kuona timu yao ikiwa na furaha, pia inapambana, inafanya vizuri. Kwa hiyo mimi naona mashabiki wa kufanya kitu kama kile wameona kabisa timu yao kwanza imeporomoka kwa namna fulani. Timu yao imepata through nyingi, imefungwa sana. Kwa hiyo umeona pia sababu ni mechi ya mwisho, ni chanzo cha kukitafuta ili tu wamtimue kocha. Kwa hiyo kuona kufanya vurugu jana mashabiki ni jambo ambalo waliona hawamtaki tena kocha, hawafai tena kuitumikia hii timu. Je, kwa uchache unazungumziaje jinsi ambavyo ulikuwa unaiona Yanga inavyoperform uwanjani katika mechi ya jana? Je, sehemu gani ambako wamefeli na wangefanyia kazi pengine wangeenda katika hatua ya robo finali? Yanga wana timu bora sana. Yanga wanajua wanafanya nini wakiwa uwanjani. Alafu kinachofanya Yanga wafanye vizuri, wanajituma, wanapambana sana. Mimi sijaona kosa lolote ambalo wamelifanya Yanga wakicheza jana. Nimeona kabisa wamecheza kwa utulivu sana. Tena hata alivyotoka Pacome, alivyoumia, lakini bado wakakaa sehemu nzuri, wakaelewana, hawakuja kuna masikitiko yoyote kwa sababu Pacome katoka, ni mtu ambaye anajua kuchezesha timu, wametulia, wameelewana na wakapata ushindi. Kwa hiyo mimi naona timu ya Yanga inajielewa, inajitambua sana kitu gani inafanya wakiwa uwanjani, wana ushirikiano mzuri. Kwa hiyo unaona timu ya Yanga ni timu bora sana, ni nzuri na wanajituma sana. Lakini vile kwa uchache hapa bwana, kuna swala zima la dabi ya Kariakoo ambao Yanga anatishia kwamba mechi itachezwa Zanzibar. Unadhani inaweza kuwa ikachezwa Zanzibar? Hapo sasa inaweza ikawa au isiwe, kwa sababu hii ni dabi lazima mtikisane, lazima muoneshane makucha, kila mtu aongee kitu anachotaka, kwa sababu ni dabi, ni timu ambayo hamna mtu ambaye anapenda afungwe. Na tunajua kabisa Simba ametoka kwenye maumivu makali sana ya kufungwa na Yanga Afrika mara 6 mfululizo. Kwa hiyo pressure ya mchezo lazima maneno yawe mengi sana ili kuwaweka watu tayari kimchezo, kwa sababu Yanga kusema mechi kuipeleka Zanzibar ni jambo la kumtoa tu Simba mchezoni, kwa sababu Simba amejipanga vizuri sana, hataki tena kuaibika kufungwa tena na Yanga Afrika. Kwa hiyo unaona hizo zote ni mbinu za kisoka. Bwana, nakukumbusha tu mdau wangu, usisahau kusubscribe katika page yetu ili uwe wa kwanza kupata habari za michezo na burudani kila siku.